Mtazamaji wa Ipenda Online TV, tunarejea tena na mara hii tunakwenda kutazama kisa cha mwanamke katili aliyesifika katika biashara ya madawa ya kulevya. Wengi mnaamini wauzaji wa madawa ya kulevya walikuwa ni wanaume na walitamba sana wakiwa na majina makubwa. Lakini leo nitakupa kisa cha mwanamke wa shoka huyu katika biashara ya madawa ya kulevya aliyehakikisha biashara hiyo anaifanya kwa utulivu na kudili na maadui zake kwa kadiri alivyoweza. Katika ulimwengu wa biashara haramu za madawa ya kulevya, wengi wanajua majina kama Pablo Escobar, aliyekuwa na majina mengi maarufu yasiyo rasmi kama vile El Patron, Godfather of Cocaine, King of Cocaine na majina mengine mengi, bila kusahau wale akina El Chapo. Lakini majina hayo yote ya utani ya Pablo Emilio Escobar Gaviria, jina maarufu lilikuwa lile la Godfather of Cocaine. Sasa, umewahi kumsikia Godmother wa Cocaine? Twende sawa. Majina yake halisi mama huyu anaitwa Griselda Branco, anayejulikana kama the Godmother of Cocaine. Huyu alikuwa mwanamke mjanja na katili mno lilipokuja suala la kulinda maslahi ya biashara haramu za madawa ya kulevya au mihadarati aina ya cocaine. Griselda Branco, aka the Black Widow au the Godmother of Cocaine, mwanamke hatari zaidi katika historia ya biashara za madawa ya kulevya. Huyu alikuwa mwanamke wa kwanza kuunda mtandao mkubwa wa biashara ya cocaine kati ya Colombia na Marekani, akifanya biashara zake katika miji ya Miami na majiji mengine makubwa. Biashara hizi zilisababisha machafuko makubwa zaidi katika historia ya biashara za dawa za kulevya. Ni mwanamke aliyefanya jiji la Miami kutetemeka kwa mauaji na hila za kisiasa ndani ya magenge ya wauza madawa ya kulevya. Huyu ni mwanamke aliyekuwa na akili kali, moyo wa chuma na ukatili wa hali ya juu. Mwanamke ambaye hakuwaogopa wanaume waliokuwa kitawala biashara hiyo. Mwanamke ambaye alizoa mabilioni ya dola kwa kuuza vifo. Griselda alizaliwa tarehe 15 ya mwezi wa pili ya mwaka 1943 huko Cartagena, Colombia, lakini alikulia katika mitaa ya Medellin, mji uliokuwa ngome ya wafanyabiashara wa dawa za kulevya. Maisha yake yalikuwa magumu. Akiwa na umri wa miaka 11, alitajwa kuwa sehemu ya genge la wahalifu waliomteka mtoto mmoja kutoka katika familia ya kitajiri. Familia hiyo ilishindwa kulipa kiasi ambacho waliomba watoe ili wampate mtoto wao. Na ili kutoa onyo kwa wengine, Griselda mwenyewe alimfiatulia mtoto huyo risasi kichwani akamuua. Alimuua mtoto mdogo bila huruma mama huyo, huku naye akiwa bado mdogo mno, miaka 11 tu, ambayo hata wananzengo huwa wanasema sio umri wa kuolewa. Ukatili wake ukaanza hapo. Kama msichana mdogo aliyekulia katika mazingira ya vurugu, alijifunza haraka kuwa ulimwengu huu haukuwa na huruma. Na kama hakutaka kuwa miongoni mwa waathirika, alipaswa kuwa mbabe. Akaishi maisha ya kibabe na uhuni tangu umri huo. Katika miaka ya 70, akiwa na ndoto ya kuwa tajiri kwa haraka, Griselda akahamia New York na mume wake wa kwanza, Carlos Trujillo, mfanyabiashara wa dawa za kulevya. Alitumia ujanja wa hali ya juu kusafirisha cocaine kutoka Colombia kwenda Marekani. Mojawapo ya mbinu zake za kipekee ilikuwa kuwafanya wanawake kushona dawa hizo kwenye nguo zao na sidiria zao ili kupita kwenye viwanja vya ndege bila kugundulika. Akili yake ya biashara ikamfanya awe na mamilioni ndani ya muda mfupi sana, lakini hakuridhika. Baada ya Carlos kuuawa, akaolewa na Alberto Bravo, mfanyabiashara mwingine wa dawa za kulevya, na kuhamia katika jiji la Miami, ambako huko aliamua kuchukua biashara mkononi mwake. Ikiwa kuna wakati wowote Miami iliwahi kutetemeka kwa vita vya mtaa, ilikuwa ni katika miaka ya utawala wa huyu mama, miaka ya 1980, enzi za utawala wa Griselda Branco. Aliunda mtandao mkubwa wa usambazaji wa cocaine, huku akipokea shehena kubwa kutoka Colombia kupitia bahari ya Caribbean na kuisambaza katika majiji mbalimbali ya Marekani. Lakini tofauti na wauzaji wengine wa dawa za kulevya, Griselda hakutegemea diplomasia. Yeye alikuwa mtu wa moto. Akaanzisha utawala wa mauaji ya pikipiki, sicarios,
wauzaji wake walikuwa wakitumia pikipiki kuwafyatulia risasi na kuwaua maadui zake barabarani kwa risasi kisha kutoweka kwa kasi. Kwa mbinu hii zaidi ya watu 200 waliuawa. Wale waliokataa kushirikiana naye walikutana na mauti kwa njia za ukatili sana. Ilisemekana kwamba hata washirika wake wa karibu walihofia sana kuvuka mipaka yake kwa sababu walifahamika kwa tabia ya kuwaua waume zake. Alifahamika kwa tabia ya kuwaua waume zake pindi tu anapowachoka. Ndio maana akaitwa Black Widow. Hakuna mtu aliyekuwa salama mbele ya Griselda. Licha ya kuwa mwanamke katika biashara hiyo iliyotawaliwa na wanaume, Griselda hakujali nani alikuwa juu yake. Aliwahi kujaribu kutengeneza mpango wa kumuua Pablo Escobar mwenyewe. Jambo hilo lililothibitisha kuwa alikuwa ni jasiri na hatari wa kupindukia. Hata hivyo, Escobar aliweza kuepuka shambulio hilo na hakuchukua hatua za moja kwa moja za kumwangamiza Griselda. Pamoja na kutochukua hatua zozote, lakini Pablo Escobar alijua hatari ya mwanamke huyu. Wakati DA, Drug Enforcement Administration, walipoanza kufuatilia biashara za dawa za kulevya kwa karibu, waligundua kuwa Griselda alikuwa na nguvu nyingi kuliko walivyodhani. Mwaka 1985 walifanya operesheni kubwa na kufanikiwa kumkamata huko katika jiji la California. Alikabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo biashara za dawa za kulevya, mauaji ya kupanga na kupanga njama za mauaji zaidi. Alihukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani, lakini hata akiwa huko aliendelea kudhibiti biashara zake kwa njia ya hila. Aliwahi kupanga mpango wa kutoroka jela kwa kutumia rushwa, lakini mpango huo uligunduliwa mapema na kuzimwa. Mwaka 2004 baada ya kutumikia kifungo chake aliachiliwa huru na kuhamishiwa Colombia kwa miaka mingi. Griselda aliepuka kuuawa tofauti na wafanyabiashara wengine wa dawa za kulevya. Lakini mwaka 2012 hatimaye ilimfikia. Akiwa mjini katika jiji la Medellin, alienda dukani kununua nyama bila kujua kuwa wauaji wake walikuwa wakimsubiri. Mwanaume mmoja mwenye pikipiki alifika, akachomoa bastora na kumpiga risasi 2 za kichwani na akauawa papo hapo. Kilichoshangaza ni kwamba aliuliwa kwa mtindo ule ule aliotumia kuwamaliza adui zake, mauaji ya pikipiki. Griselda Blanco alikuwa zaidi ya mfanyabiashara wa dawa za kulevya. Alikuwa mbunifu, hatari na mwenye akili, tofauti kabisa na wafanyabiashara wengine. Kwa miongo miwili alitawala biashara ya cocaine kwa ukatili uliopitiliza na alihusika katika kuanzisha enzi ya damu na mauaji katika jiji la Miami. Hakuna aliyekuwa salama alipokuwa madarakani. Hata familia yake lilikumbwa na machafuko aliyoyaacha nyuma. Zipo filamu kadhaa ambazo zinajaribu kueleza historia ya mwanamama huyu. Huyu ndio godmother pekee aliyetikisa hasa kwenye biashara za dawa za kulevya. Tumefika tamati ya historia hii ya mwanamke hatari, muuzaji wa madawa ya kulevya kuwahi kutokea katika ulimwengu huu, ambaye inasemekana katika vitabu vya historia kuwahi kutokea. Mwanamke mwenye uwezo mkubwa kama wa huyu mama Griselda Blanco. Msimulizi wako ni mimi Isaya Edward Maridadi ya Kizaudi Mbaya, lakini pia director wangu ni director O, ambaye ni mwandaaji na mtengeneza sauti. Usiache kuifuatilia Ipinda Online TV, lakini pia usiache kucomment na kusubscribe.